Mheshimiwa Thomas Kampala Maganga. Mheshimiwa Christina Solomon Deme ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi mosi nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu wa mbinguni kwa kuniwezesha leo siha njema kusimama mbele yako na kuchangia hotuba ya Waziri wa Muungano na Mazingira. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kwa vitendo. Na leo Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nakuja kuchangia hapa, nimemwona mama huyu akigawa majiko kuonyesha ni namna gani alivyo serious na mambo ya mazingira. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii pia kumpongeza Waziri wa Mazingira na Muungano ndugu yangu Hamadi Yusuf Masauni kwa wasilisho zuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wote tunakubaliana mazingira ndiyo kila kitu. Uhai wetu sisi unahitaji mazingira. Kilimo kinahitaji mazingira. Afya zinahitaji mazingira. Viwanda vinahitaji mazingira. Kila kitu Mheshimiwa Mwenyekiti kinahitaji mazingira. Ukisikiliza wasilisho la waziri, ameongea kwa mwaka Tanzania inapoteza hekta 469,420 za misitu. Kwa miaka mitano tunapoteza hekta 23,000 hekta 250,000. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi hekta 250,000 ni sawa na square kilomita 23,500. Square kilomita 23,500. Mwanza, mkoa wa Mwanza una square kilomita 25,233. Kwa hiyo kwa miaka mitano tunapoteza misitu yenye ukubwa wa mkoa wa Mwanza. Juzi tumepitisha hapa mpango. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kasi hii ya upotevu wa misitu mikubwa ya kiwango hiki, baada ya miaka 10 huu mpango hautakuja kutekelezeka. Nini ushauri wangu? Tumeongea sana hapa. Imefikia wakati sasa serikali ifanye maamuzi. NEMKI wamepewa jukumu kubwa sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, NEMKI wamepewa jukumu. NEMKI amepewa jukumu ni sawa na nyoka wa kwenye ngoma. NEMKI amepewa jukumu alafu hana meno. Lazima tukubaliane. Umefika wakati sasa wa NEMKI kuwa mamlaka kamili. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda kwenye miji yetu mikubwa, ukienda vijijini, kwenye kila eneo tatizo kubwa ni uharibifu mkubwa wa mazingira. Leo hii tunayoongea, NEMKI hana uwezo wowote wa kwenda sehemu akafika akakuta kuna eneo ambalo lina uharibifu mkubwa wa mazingira. Kwa mfano, kila siku wanatolea mfano, ukienda kwenye mkoa wa Mwanza, kila mwaka mvua zinaponyesha kuna disaster za mafuriko. Ukienda kuangalia Mheshimiwa Mwenyekiti, mafuriko mengi yanayotokea kwenye mikoa ya Mwanza na majiji makubwa, changamoto kubwa ni shughuli za kibinadamu. Kwa mfano, mto wa Mkuyuni pale, ukienda mto wa Mkuyuni, juzi kulikuwa kuna mafuriko makubwa sana. Lakini chanzo cha mafuriko yale ya mto wa Mkuyuni, Mheshimiwa Mwenyekiti, vimetolewa vibali vya ujenzi. Ule mto pembeni yake kumejengwa viwanda vikubwa. Mbele ya daraja, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda pale Mkuyuni utakuta kuna gorofa limejengwa. NEMKI hana mandate ya kumwambia yule bwana avunje. Matokeo yake sasa NEMKI kazi yake ni kutoa ushauri tu. Akifika anatoa ushauri na vifaini vidogo vidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tunataka taifa hili lipige hatua, lazima tukubaliane NEMKI sasa iwe mamlaka kamili.
Mheshimiwa Mwenyekiti, biashara ya carbon. Halmashauri zetu nyingi zimejipanga kuingia kwenye biashara ya carbon. Na hili jambo Mheshimiwa Mwenyekiti, Waziri Mkuu yuko hapa. Ni vizuri akasikiliza vizuri na akalichukulia hatua. Tatizo la halmashauri nyingi kuingia kwenye biashara ya carbon ni TFS. TFS wamekuja kwenye halmashauri zetu. Wamechukua misitu, kila kwenye kijiji wameweka GN. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye halmashauri zetu sisi tunaotoka vijijini, kila sehemu kizunguka GN za TFS na TAWA zimekuwa kama combat ya jeshi. Sasa tukijipanga kuingia kwenye biashara ya carbon credit, huku unakuta kuna zuio la NEMC. Mheshimiwa Mwenyekiti, haikubaliki. Na hawa TFS Mheshimiwa Mwenyekiti, sio kwamba wanakataa sisi tusiingie kwenye biashara ya carbon credit, wana faida na hii misitu. Hapana. Ukienda pale sasa hivi kwenye halmashauri zetu kuna contradiction kati ya TAWA na TFS. TAWA wanahifadhi misitu, TFS wanakata misitu. Leo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anapiga magoti kupanda miti. Alafu huku kuna taasisi la serikali kazi yake kukata miti. Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tukubaliane. TFS na TAWA wanafanya kazi moja, ni sawa na Dula na Abdalla. Kuna sababu gani ya kuwa na mataji? Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna sababu ya kufuga paka asiyekula panya. Lazima tukubaliane hapa. Hizi taasisi kila moja, kama kuna majukumu ya TFS ni bora yakapelekwa TAWA. Kwa sababu sasa kule vijijini ni shida. Mheshimiwa Mwenyekiti, TFS ni disaster kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nije kwenye kuchangia muungano. Mimi ni muumini mkubwa sana wa muungano. Kwangu mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, muungano ni imani. Mtu akiugusa muungano mbele yangu ni sawa na kunishika bega wakati wa tafaruku ile. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtu akigusa muungano kwangu atakutana na matatizo makubwa kweli kweli. Mheshimiwa Mwenyekiti, muungano unazo faida nyingi sana ambazo kwa akili ya kawaida tu unaweza usizione. Lakini nataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mmoja ya watu ambao wako tayari kuulinda muungano kwa nguvu zangu zote. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana serikali na Mheshimiwa Waziri uje na majibu lini NEMC itakuwa mamlaka kamili. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, usipokuja na haya majibu, shemeji yangu alikuwa pale juu. Shemeji naondoka na mshahara wa mzee. Bila majibu ya lini NEMC itakuwa mamlaka, mimi napita na mshahara bila kujali matatizo yatakayotokea nyumbani. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Thomas Kampala Maganga. Nilimtaja Mheshimiwa Christina Solomon Mdeme, Mheshimiwa Ali Hassan Omar Kingi ajiandae.